kwa mwaka. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha vilipuzi milioni 15 na ziada ya milioni 5. Maana yake ni kwamba Tanzania itaacha muda sio mrefu kuanza kuingiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Hivi sasa tunajitosheleza ndani ya nchi kwa kazi kubwa ambayo wenzetu wa Soya Electrochemicals Limited wameifanya. Hongereni sana kwa kazi kubwa mlioifanya, na niwapongeze kwa uwekezaji mkubwa ambao unatija katika nchi yetu ya Tanzania. Tumejipanga kama Tanzania kwenye sekta ya madini tuwe kitovu cha uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma kwenye migodi. Tunategemea kupitia kiwanda hichi tutauza baruti na vilipuzi nje ya nchi na kuingiza fedha za kigeni ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na haya ndio malengo na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Anatamani kuona tunapunguza uingizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi ili tuzalishe hapa ndani, watu wetu wapate ajira, nchi yetu iongeze mapato, tukuze teknolojia, lakini halikadhalika pia hiyo ni sehemu ya kuhakikisha kwamba tunaikuza sekta ya viwanda katika nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, uwepo wa kiwanda hichi una manufaa yafuatayo. Cha kwanza, ukiagiza vilipuzi na baruti kutoka nje ya nchi, maana yake kuna ajira za watu tunazilipia huko katika nchi za watu. Hivi sasa watakaonunua hapa watakuwa wanalipia ajira za Watanzania, asilimia kubwa mkiwepo ninyi wananchi wa Kisarawe. Kwa ajira zetu zimelindwa kupitia uendeshaji wa kiwanda hichi, lakini kiwanda hichi kinatumia teknolojia ya kisasa. Wako Watanzania wahandisi, wataalamu ambao ndio wanazalisha vilipuzi na baruti. Ni vijana wa Tanzania waliosoma Tanzania, nimekwenda kuwaona mwenyewe. Maana yake ni kwamba tunakuza uwezo wa watu wetu kuwa na maarifa na ujuzi katika uzalishaji wa baruti na vilipuzi hapa nchini Tanzania. Hilo ni jambo kubwa sana. Lakini pia tutaongeza mapato ya nchi yetu ya Tanzania. Kiwanda hichi kitalipa kodi, kiwanda hichi kitalipa ushuru wa halmashauri na tozo mbalimbali, na manufaa yatabaki ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ni la ajira. Kiwanda hichi kwa kuanzia kitatoa ajira kwa watu 300 za moja kwa moja, na baadaye katika mnyororo mzima ina uwezo wa kuzalisha mpaka ajira 1000 kutokana na shughuli ambazo watakuwa wanazifanya. Na niwaombe muhakikishe mnawapa kipaumbele wananchi wa Kisarawe katika zile kazi ambazo hazihitaji ujuzi mkubwa. Hata zenye ujuzi mkubwa, kama kuna wananchi kutoka Kisarawe wana uwezo huo, wapeni kipaumbele. Na ndugu yangu Tisho, na hiyo ndio social license. Ukiweza kuwawezesha wananchi wa hapa wakauelewa mradi wakaupenda, ndio mnapata uhalali wa kuendelea kuoperate katika eneo hili. Kwa hiyo niwaombe sana na hilo pia muweze kulizingatia.